Ukistaajabu ya Musa utaviona Virauni. Maajabu haya. So guys, sijui kama mmeona, but apparently your president now wants to grab Nairobi Hospital, a private entity. He has even abducted a doctor over there. And people are now tired. People are like, how much is enough? How much is enough? Mse anauza kuku, anauza mayai, anauza pipeline, anauza Safaricom, anauza ndege, anauza. How much is enough? Because public institutions are crumbling. Now he's going for the private ones. You gotta be joking. You gotta be kidding. No, because it doesn't make sense. You just sit and ask yourself. Baka nikakabi nikajuliza, ama ujama asha make peace the fact that arudi. So he's digging a hole too deep that the next president has to like crumble down with him or something. What's going on? Because I don't give it. Anyway, Papas to register Sabote if you haven't. Na nawapenda sana. Sisi tulifanya makosa na munisamehe. Tulikuwa natafuta kiongozi tukachagua mfanyabiashara. Huyu sasa amenyang'anya wa biashara wote biashara Kenya. Ako kwa kila sekta ya biashara. One, ameingia manufacturing. Ako na kampuni 2 manufacturing steel. Amenunua Baburi cement. Amenunua kampuni ya tiles. Na ndio ameweka very heavy tax on imported tiles. Ndio kampuni yake iuze tiles yote katika Jamhuri ya Kenya. Chuma, simiti na tiles. Ndio anasukumia sisi affordable housing kwa sababu ndio anauza chuma na simiti na tiles. Wafanyi biashara wote walikuwa manufacturing ya cement, steel, tiles amewaua. Ametoka hapo ameingilia medical business. Saa hii anajenga, anataka kuchukua Nairobi Hospital. Ile hospitali ya kifahari. Jana all the board members of Nairobi Hospital wamekamatwa. Wamekuwa wakisukumwa wabadilishe sheria ndio Kasongo achukue Nairobi Hospital, wakakataa. So polisi wametumika, wamekuwa rounded up wote. Wamefunguliwa different police stations, watashtakiwa kesho na mashtaka ya uongo, ndio walazimishwe wajiuzuru, waweke bodi mpya ndio William Ruto achukue Nairobi Hospital ikiwa hospitali yake. Naam, karibu tena. Ninyi watu huwa mnatazama runinga ya Citizen. Unajua peupe ungeambiwa ati Zakayo atanyakua hospitali ya Nairobi, 50% yetu tungekataa. Lakini mimi nilijua kuna ukweli katika hilo. Nilitazama habari ati board members walikuwa wanaitwa kule Ikulu, Harambee House, na wanatishiwa. Imagine. Hospitali imeenda tu hivyo. Nasikia mmoja wa board members alitekwa nyara na madai ati hosi lazima iende. Yani hata hospitali ya kibinafsi walai inanyakuliwa. Na unawaita pale Ikulu kuwatishia. Na wewe uko pale kama Mkenya, mpuuzi kabisa ukiimba mihula miwili. Kwa mtu kama huyu, walai, mtu ambaye anaita watu Ikulu kuwatishia kwa sababu ya hospitali ya Nairobi Hospital. Je, nyinyi watu huwa mnatazama runinga ya Citizen? Kwa sababu kama mnatazama, mnaona ni kama ni mzaa, si ndio? Tunapowaambia alafu nyewe mfanye makosa kwenda kule na kumchukua huyu mtu tena, siku moja mtaimba mlikuwa na inchi. Ebu fikiria mtu akinyakua hospitali ya Nairobi na on top of that anaita watu Harambee House kuwatishia huku akinyakua Nairobi Hospital. Baadaye hiyo funeral iko hapo kando, naona pia ukipita nayo utachukua kila kitu. Yani wewe Zakayo haujatosheka na Portland, haujatosheka na Safaricom shares, haujatosheka na Kenya Pipeline. Hivi sasa umeendea hospitali ya Nairobi Hospital. Yani umeleta fujo kwa kila mtu pale kwa sababu wataka kuchukua usukani kwa ile hospitali. Yani mimi hapa naona sasa lazima tuwe na maombi ya kitaifa kwa ajili ya mtu mmoja. Rais wenu huyu. Nini shida na huyu kiongozi yani? Unataka kuchukua kila kitu. Unataka kuiba kila kitu ya Kenya. Unataka tubaki na nini? Nairobi Hospital unaangaisha watu kila mahali kwa sababu tu unataka shares. Hizo shares ziuze, unataka ikue kama kampuni, cha lazima tena, alafu iuzwe ndio wewe uinunue. Kwa sababu umesikia kwamba hospitali hii inaleta 1.6 billion faida
kila mwezi. Sasa umevuruga kila mtu pale, hakuna amani kwa ile hospitali kwa sababu tu ya ulafi wako. Wacha nikueleze Bwana Zakayo, power is periodic, mamlaka huisha. Hii mamlaka uko nayo kwa muda fulani, elewa hivyo, na muda mwingine utakuwa hauna haya mamlaka. Hii power uko nayo saa hii, usiitumie kuharasi wa Kenya, usiitumie kuharasi wanyonge, usiitumie kuiba mali ya umma, usiitumie kuiba mali ukijiuzia. Tumia mamlaka haya kuongoza Kenya, tumia mamlaka haya kuongoza nchi mbele. Tumesikia Portland imeenda, Nation imeenda, sasa hospitali ndio hii unanyemelea. Yani itakuwa kila siku kuna kitu unataka kuchukua. Hapana. Sasa twahitaji manabii, mabishop, twahitaji watu wa Murima pale Kenya, waulize mwenye Nyaga anasema nini kuhusu maneno haya, kwa sababu hii nchi haiwezi kuendelea hivi. Zakayo, nchi hii haitaweza kuendelea hivi, elewa hivyo. Sababu kile unachofanyia Wakenya ni kaa siku moja hautawahi toka kwenye mamlaka hayo. Wacha nikuambie Zakayo, siku moja kila mtu, mimi, wewe na mwingine, tutatoweka kwa hii ulimwengu, na wenye watabaki hawatawahi furahia kwa sababu ya hii mali yote ambayo unaiba kila siku. Wakenya kwa kweli twahitaji maombi, kwa sababu twahitaji kukombolewa na revolutions. Hatuwezi endelea hivi Kenya ikiibiwa tukiona. Wakenya tuamkeni. Hii si kwa ajili yangu ama wewe, hii ni kwa ajili ya Kenya hii ama ya nchi hii ama ya watoto wa watoto wetu. Hii si ya kibinafsi tena. Zakayo anaona mbele, hakuna chake anaona kwa kweli pale 2027 kuna vile aioni poa, na sasa amekuwa mtu asio wa kawaida tena, hana huruma iwao yoyote. Huyu si yule Zakayo tulikuwa tunamfahamu, huyu ni mwingine. Na hapa naona lazima tuingie kwa maombi madhabahuni, tuulize Mungu, jamani, je, ni huyu tulikuambia utupe kweli ama la? Huyu ni Zakayo mwenye alikuwa anasema Moriega? Huyu ni Zakayo mwenye alikuwa anasema hasla? Sidhani ni yeye kwa kweli. Anyway, maoni yangu haya, tukutane pale kwa comment section. Je, anayoyafanya Zakayo kutafuta shares za Nairobi Hospital ni ya sawa ama pale anafanya makosa? Kwa heri ya kuonana, Mama Radi hapa.